Kauli mbiu ya mwaka 2025 katika kanisa letu la Nyumba ya Mkate. Awali ya yote, tunamshukuru Mungu sana ambaye ametuingiza mwaka huu 2025 na ametuongeza muda wa kumtumikia mbele zake. Niombe uelewe kabisa hivyo. Kwa nini Mungu hakukuvuna 2024? Hakukuvuna kwa sababu ametaka uende umbali zaidi katika utumishi wako. Hivyo lazima tujitafakari sana. Tujitafakari sana na kufanya maamuzi ya kimakusudi ya kumtumikia. Jitafakari sana, lakini pia kwa kufanya maamuzi ya kimakusudi ya kumtumikia, na lengo lake kuyatimiza mapenzi yake ya wewe kukuingiza mwaka 2025. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo hii ni tarehe 30 mwezi wa 3 na Jumatano tunaanza mwezi wa 4. Tunaendelea kumenya mbio, tunakwenda. Tarehe moja tu maana yake itakuwa ni robo. Tayari robo ya mwaka tumeukata. Sasa swali ni kwamba mpaka hapa umefikia wapi? Na maombi ambayo mengi ambayo huwa tunaomba tukiwa tunajiandaa kupokea mwaka unaofuata, huwa tunamwambia Mungu kwamba naomba Mungu nivushe, niingize mwaka unaofuata, ili Mungu nizidi kukutumikia wewe. Mara nyingi hayo ndio maombi ya wapendwa, wanaomba vile kwamba Mungu, ukiniacha kabisa mimi salama, ukaniingiza kabisa mwaka huo, mimi Mungu nitakutumikia. Sasa leo hii tunazungumza ni mwezi wa 4 kasoro siku kama 2. Maana yake tayari robo mwaka. Umefanya nini? Umemzalia nini Mungu wako? Umemletea wangapi? Na agizo kuu nimekufundisheni hapa, agizo kuu la Bwana Yesu ni kuwafuata na kuwaleta wengine kwenye wokovu. Hilo ndio agizo lake kuu. Sasa kwa hivi leo umeshuhudia wangapi na wangapi umewaleta kwamba tayari wameingizwa kwenye daftari lake la uzima wa milele. Ndio maana nikasema kuna haja ya kujitafakari. Na ndugu zangu, usipojitafakari unaweza kujikuta kabisa haujafanya hata lile ambalo ulikusudia kulifanya. Wote hapa Januari tulikuja na malengo yetu. Mpaka hivi leo juu ya malengo ulionayo uliojiwekea tarehe 1 umefikia wapi? Kuna mwingine alisema mwaka huu nataka nijenge nyumba yangu. Sasa mimi nakuuliza kwa lugha nyepesi kabisa kwamba katika ujenzi wako ule umefikia wapi leo? Unajua, kujitathmini kuna kufanya, kuna kusogeza, kuna kuamrisha tena uongeze kasi. Nataka nikukumbusha kwamba leo hii tuko mwezi wa 4 kasoro siku 2. Sasa juu ya malengo na mipango uliojiwekea kwamba 2025 nataka nifanye 1, 2, 3.
ndiyo nakuuliza umefikia wapi? Na kama bado haujaanza juu ya maono uliyo nayo, tayari hiyo ni indication, ni indicator kwamba angalia sana usije ukajikuta ukashindwa kutimiza hata mmoja wapo. Ndio maana ya siku ya leo nataka nizungumze habari ya kauli mbiu ya kanisa la mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ile ya 2 na mstari wa 42. Tufungue wote pale, Matendo ya Mitume sura ya 2 na ule mstari wa 42. Karibu mtumishi wa Mungu uliyefika. Matendo ya Mitume sura ya 2 na ule mstari wa 42. Ndio neno la Mungu linasema, ndio wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali. Habari tatu, kila mtu akaingiwa na hofu. Kila mtu akaingiwa na hofu. Ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume. Ajabu nyingi zikafanywa na mitume. Na wote walioamini walikuwa mahali pamoja. Na wote walioamini walikuwa mahali pamoja. Na kuwa na vitu vyote shirika. Na kuwa na vitu vyote shirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa naomba nisikilize hapa. Wewe uliyeketi mbele yangu hapa, nazungumza habari ya kauli mbiu ya kanisa letu la mahali hapa 2025. Tumesoma hapa Matendo ya Mitume 2 na ule mstari wa 42. Yako mambo manne hapa yamezungumzwa, na mambo manne haya, hii ndiyo kauli mbiu ya kanisa letu. Jambo la kwanza linasema lile kanisa la Bwana walidumu katika fundisho la mitume. Namba 2, wakadumu katika ushirika. Namba 3, wakadumu katika kuumega mkate. Halafu namba 4, wakadumu katika kusali. Hii ndiyo kauli mbiu. Mambo haya manne kama utayaweka kuwa kauli mbiu pia katika maisha yako, yatakuweka mahali pazuri. Huwa nawaambia siku zote kwamba Bwana Mungu amekubeba tayari, humo ndani ya lifti. Mungu anakupeleka mahali fulani kwenye hatima ya maisha yako. Ndio maana ni muhimu sana kuwa na maono, kuwa na mipango juu ya mambo ya mbele, kwamba unataka ufanye nini, unataka uwe nani, unataka umiliki kitu gani hapo mbele. Mipango hiyo huwa ni ya muhimu sana kwa mtu ambaye anatamani maendeleo katika maisha yake. Sema amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kauli mbiu hii ya kanisa letu hii, haya mambo manne haya ndiyo ambayo yatakupeleka kwenye hatima yako. Kuna mwingine wewe unatamani kuwa na nyumba, kuna mwingine unatamani kuwa na gari, unatamani vyovyote unavyotamani. Nataka nikueleze mtumishi wa Mungu unayenisikiliza kokote kule uliko, hauwezi kufikia maono au mipango uliojiwekea kama haya mambo manne katika Bwana hujafanya. Biblia inasema hivi, wale wanafunzi, jambo la kwanza, wakadumu katika fundisho la mitume. Jambo la pili, wakadumu katika ushirika. Namba 3, wakadumu katika kuumega mkate. Namba 4, wakadumu katika kusali. Sema amen. Watumishi wa Mungu, kama hautaweza leo kudumu katika fundisho la mchungaji ambaye ni mimi hapa, huwezi kufika unakoelekea. Hii ndio kanuni 4 ili uweze kufanikiwa maisha
yako yaboreke, uitwe nawe siku moja ni mbarikiwa. Kile ambacho natamani ukimiliki katika maisha yako, ili uweze kukipokea, namba moja, lazima udumu katika fundisho la mchungaji wako, mchungaji Manga. Sema amen. Mafundisho yote ambayo ninakufundisha yanakuelekeza kuelekea kwenye hatima nzuri. Mafundisho yote ambayo ninakuelekeza hapa katika madhabahu hii yanakubeba, yanakupeleka kwenye lifti ambapo unakuelekea wewe kwenye hatima ya maisha yako. Maana kama hatima yako ya maisha yako ni kuwa na nyumba, wewe dumu katika fundisho la mchungaji wako. Sema amen. Ukidumu katika fundisho la mitume, ukadumu katika fundisho la mchungaji wako, ni lazima utafanikiwa. Jina la Yesu libarikiwe sana. Namba mbili, unapaswa udumu katika ushirika, fellowship. Bila kudumu kwenye ushirika, ile fellowship, huwezi kufanikiwa. Ndio maana kanisa la Mungu wakati mwingine tunaishi maisha ya kudolo. Haya ndio majibu yako, kwamba kwa nini maisha yako hayasomeki. Tatizo ni hapa. Tumeona msingi huu wa kanisa la kwanza. Tunaona ukisoma ule mstari wa 43 unasema hivi: hofu kuu ilitanda na ajabu na ishara vikaonekana. Ishara haviwezi kuonekana kwako, wala maajabu. Maajabu ni haya: wakati mwingine ulikuwa mgonjwa, unasikia uzima. Sema amen. Wakati mwingine maisha yako yalikuwa hayana ramani, hauna kazi, ukapata kazi. Hayo ni maajabu. Wakati mwingine ulikuwa hauna nyumba, ukajenga nyumba. Hayo ni maajabu. Biblia inasema hivi: baada ya kushika mambo hayo manne, moja, wakadumu katika fundisho la mitume. Namba mbili, wakadumu katika fellowship. Namba tatu, wakadumu katika kuumega mkate. Namba nne, wakadumu katika kusali. Biblia inasema moja, ishara nyingi zikatokea na maajabu mengi yakatokea katika maisha yao. Sema amen. Mtumishi wa Mungu uliye hai, unayenisikia mchana wa leo, hebu dumu katika mambo haya. Ndio maana kama mchungaji wako nimeyaweka, hii ndio kauli mbiu ambayo tutasimamia kwayo. Nilitangaza toka tarehe 1 kwamba mwaka huu 2025 lazima tudumu katika mambo hayo manne. Na mimi namwambia, hauna chochote, dumu katika hili. Unajua hii ndio fursa. Hauna chochote, unatamani upate chochote, dumu katika mambo hayo manne. Maana kwa mambo manne kimo Mungu anaishi. Huwezi wewe uliokoka ukafanikiwa nje ya neno la Mungu. Na mchungaji wako huyu anakufundisha neno. Kwa hiyo ukidumu katika neno, maana yake ni kwamba unaelekea kwenye hatima yako. Sema amen. Ukadumu katika ushirika mtakatifu, fellowship, ushirika na wenzio. Ametangaza vizuri kanisa baba zetu hapa, ukadumu kuwepo Jumatano, ukadumu ibada ya Ijumaa, ukadumu ibada ya Jumapili, ukawepo hapa, ukafundishwa neno na neno ukalishika sawasawa, ukaingia kwenye utekelezaji, kwenye utendaji neno hilo. Kwa nini usifanikiwe? Kwa nini usibarikiwe? Ndugu zangu, achaneni na ile kuwaendea mitume na manabii wenye baraka za haraka za kusema pokea. Nataka nikwambie, hakuna baraka za namna hiyo. Kila baraka huwa ina kanuni zake. Kanuni yake ni hii: jambo la kwanza ni kudumu katika neno. Ni neno gani ambalo umefundishwa wiki iliyopita? Neno lipi ambalo umefundishwa Jumatano? Umefundishwa
Ijumaa, ukidumu katika neno hilo, ni lazima utafanikiwa. Sema amen. Bwana asifiwe. Biblia inasema hivi, baada ya ile kanisa kudumu katika mambo hayo manne, kanisa likafanikiwa na kustawi sana. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 5. Matendo ya Mitume 5:12. Karibu. Nitasoma. Ndio. Matendo ya Mitume sura ya 5 na ule mstari wa 12. Ndio. Na kwa mikono ya mitume zikafanyika ishara na maajabu mengi katika watu. Ndio. Nao wote waliokuwepo kwa nia moja katika ukumbi wa Sulemani. Mstari wa 13. Ndio. Na katika wote wengine hapana hata mmoja aliyothubutu kuambatana nao. Sawa. Ila watu waliwaadhimisha. Ndio. Walioamini wakazidi kuongezeka kwa Bwana. Ndio. Na wengi wanaume na wanawake. 15. Rukia. Hata ikawa katika njia kuu hutoa nje wagonjwa. Sawa. Na kuwaweka juu ya majamvi na magodoro. Ndio. Ili Petro akija, ngawa kivuli chake kimwangukie mmoja wao. Sawa. Mstari wa 16. Nayo makutano ya watu wa miji iliyoko kando kando ya Yerusalemu wakakutanika, wakileta wagonjwa na waliouziwa na pepo wachafu. Sawa. Nao wote wakaponywa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu linasema hivi, kama Mungu yuko upande wetu, ni nani zaidi? Anasema mkiwa na juhudi katika Mungu, nani atayeweza kudhuru? Kwa sentensi hii au kwa sura hii na kwa mstari huu, ilionyesha ile kanisa limetembea na Mungu. Biblia imejieleza wazi kwamba kwa mikono ya mitume vikafanyika ishara nyingi. Maana yake Mungu alikuwa pamoja nao, na kama Mungu atatembea pamoja na wewe, ni nani ambaye ataroga mipango yako nayo ikarogeka? Kama Mungu atatembea pamoja na wewe, Biblia imeeleza hapa kwamba ile kanisa, kwa sababu ya mambo hayo manne, kwanza wakadumu katika fundisho la mitume, namba 2 wakadumu katika fellowship, namba 3 wakadumu pia katika kuumega mkate. Kuumega mkate maana yake ni kujifunza neno. Namba 4 wakadumu katika maombi. Ukidumu katika mambo hayo manne, hivi ni nani ambaye atafanikiwa kukuzuia? Sema hayupo. Na kama hayupo, nani ambaye atakufanya ushinde kufika kwenye hatima yako? Kila mmoja hapa tuko kwenye lifti. Hata mimi hapo sifikiri nikofika hapa nimefika mwisho hapa. Kuna mahali naelekea, kuna mahali nakwenda katika baraka, naelekea, sijafika. Nimo kwenye lifti ya Mungu, amenibeba, amenipeleka mahali kwa Mungu naelekea. Hata wewe hujafika bado, kuna mahali unakwenda. Nani ambaye atakusaidia kufika? Ndio maana kwa kubeba hizi kanuni hizi 4 hizi, usifanye kwa kauli mbiu juu ya maisha yako, ni lazima utafanikiwa. Sema amen. Kama amen, lazima utafanikiwa. Tumuni katika neno, ligeuzeni neno hili kuwa ndio fursa yenu. Unaona biashara yako haiendi, kwa nini biashara isiende? Geuza neno hili, maana hii ndio fedha yako. Neno hili ndio nyumba yako. Neno hili ndio uzima wako unayeumwa. Neno hili ndio kila kitu. Ligeuze hili neno, ulilete kwenye hela. Sema amen. Geuza hili neno hili, ulilete kwenye nyumba. Hii ndio nyumba. Unataka kujenga nyumba, tumo kwenye fundisho. Tumo kwenye fundisho.
ishara nyingi ikafanyika. Biblia inasema ukishuka pale chini, tumeona kwamba mpaka ikafika mahala lile kanisa lililoambatana na Mungu, wale wagonjwa wakawa ni wengi mno, kiasi kwamba wakawa wanaangalia jua liko wapi na kimvuli kinaelekea wapi, wanawapanda wagonjwa wao barabarani. Na anapokuwa anapita Petro pamoja na Yohana, kokote wanakotokea, wanatokea sokoni, angalau vimvuli vyao viwaguse wale wagonjwa. Na Biblia inasema walikuja wagonjwa, walileta wagonjwa mpaka wale wa kando kando ya Yerusalemu, wakaona weka barabarani, mpaka kivuli chenyewe kinaponya, kivuli kinaponya. Walioujua na pepo zinawaacha. Kwa namna gani? Kwa sababu waliambatana na Mungu aliye hai. Sema amen. Unajua baraka yako wewe hauelewi. Baraka yako wewe ipo kwenye kuambatana na Mungu. Ndio maana tunasema wengine wanataja mafuta yao, wengine wanataja chumvi zao, lakini sisi tutahitaji jina la Bwana wa mabwana. Maana hiyo ndio nguvu yetu hiyo. Wengine watainama na kuinuka, wengine watafanya hivi na kufanya vile, lakini sisi tuko pale pale. Tulitumia jina la Yesu. Shikamana na Mungu. Alikuwa mtu mmoja ambaye alipata neema ya kubahatika, naye si mwingine ni Musa. Akaenda ikulu. Myahudi huyu akaenda ikulu kuishi, lakini alienda kwa maajabu. Historia inaieleza wakati ananyonyeshwa na mama yake. Kumbuka alipewa tu bila mama yake kama kanamna fulani hivi, wewe unaelewa. Wakati anamnyonyesha Musa akawa anawaambia, lakini wewe ni Mwebrania, wewe ni Mwebrania. Ndio maana kwa watoto wetu tupandeni vitu kwa watoto, na wale ambao wanatumikia nguvu za giza, wanaoakisha mpende yule mtu, huwa anaanza kumpandia bado ni mtoto mdogo. Kama ni uchawi anaanza kumwekea, anakuwa ni hatari kulungwa. Hatari, katoto kadogo ni hatari, maana yake kanipandiwa bado ni katoto kadogo. Kwa hiyo hata sisi tuwapandie watoto wetu. Unampandia mtoto, unaanza kumtokea, unajua wewe ni daktari, unajua wewe ni nani, sijui wewe ni lawyer, ni mwanasheria. Unaanza kupanga vitu, hatuwezi kutoka. Biblia inasema yule mwanamke yule akawa anapanda vitu, anaambia wewe ni Mwebrania wewe. Kwa hiyo hata ilipofika saa ya kumwachisha mtoto kunyonya, ikabidi achukuliwe na binti Farao. Kwa hiyo akaenda kuishi ikulu, lakini alikuwa anakumbuka, mama yangu alikuwa ananiambia mimi ni Mwebrania. Musa alifundishwa lugha zote, sheria zote za Kimisri. Kwa hiyo alikuwa ni Misri, alijua kila kitu. Alifahamu ule mji wa Misri, kona zote, alifahamu kila kitu, lugha zote alijua. Lakini alikuwa nakumbuka, nilikuwa naambiwa mimi ni Mwebrania. Alipofikisha umri wa miaka 40, amekuwa ni mtu sasa ambaye anajitegemea. Akawa anakwepa, anatoroka, anakwenda kuwaona ndugu zake kule Goshen bila kuaga. Amefanya hivyo mara kadhaa, anawakumbuka ndugu zake, anatelemka, anakwenda kuwasalimia. Kwa nini? Kwa sababu alijua niko huku ikulu ndio, lakini mimi ndugu zangu mimi ni Waebrania. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Bwana asifiwe. Sasa nataka kuzungumza nini hapa? Biblia inasema hivi, pamoja na kuishi maisha ya kifahari, pamoja na kuishi vyovyote alivyotamani na alivyotaka kuishi, aliweza kuishi, maana amekuwa sasa ni mtoto wa mfalme.
Lakini anasema wala hiyo haikumbabaisha, wala hiyo haikumfanya ageuke, aliweka msimamo. Ndugu zangu na watumishi wa Mungu walio hai, sisi tumeokoka. Baraka yetu inapatikana katika kauli mbiu ya mambo haya manne. Ukilishika vizuri neno, unataka Mungu akufanyie jambo fulani, unataka ufanye kitu fulani, hebu ambatana na huyu Jehova. Sema amen. Mambo yako yatakuwa super. Hebu andika chini yake, sifa za kanisa la kwanza. Sifa za kanisa la kwanza. Wewe una hatima kubwa, unataka Mungu akufanyie mambo makubwa. Fellowship yako ni ya kubipu, Mungu atakufanyaje? Unataka kabisa kama Mungu anibariki na mimi niwe kabisa nifanye hivi, labda utumie Mungu mwingine, lakini sio Mungu yule. Kwa nini? Kwa sababu bado ukipima kwenye ule mzani ndio sawa sawa, unapwaya. Tumeona kanisa la kwanza walipoweka hii kauli mbiu juu yao, Biblia inasema Mungu alikuwa pamoja nao, ishara na miujiza vikafanyika na maajabu makubwa yakatendeka. Yako maajabu ukimtumikia Mungu aweza kufanyia. Bwana asifiwe sana. Sifa ya kwanza ya kanisa la kwanza, wale watu walikuwa na upendo. Walikuwa na upendo. Lazima na sisi tupendane. Tukikaa katika mambo haya manne tutapendana. Tupendane, tuonane kama ndugu. Ndio maana ukishuka pale chini mpaka 34 unakuta nasema mpaka ilifika mahala wakaanza kumiliki mali zao kwa pamoja, kwamba hakuwepo yeyote aliyesema kwamba mimi hii ni ya kwangu, bali wote walimiliki kwa pamoja. Walipendana sana wale watu, Mungu akatembea pamoja nao. Jina la Yesu libarikiwe. Lakini namba 2 au sifa ya pili, wale watu walikuwa na juhudi katika kazi ya Bwana. Walikuwa na juhudi kubwa. Walikuwa na juhudi kubwa. Wewe ndio jitafakari juu ya maisha yako. Juhudi yako ikoje katika utumishi? Unajua wewe unaferia padogo mno. Padogo mno unaferia. Juhudi. Biblia inasema kitabu cha Petro, ni nani atakaye wadhuru mkiwa na juhudi katika Bwana? Na wadhuru. Shida yako huna juhudi, lakini una hatima nzito kubwa, wasifika. Lazima tuambizane ukweli, watu wa Mungu. Huwezi kufika. Wakati mwingine unaweza kuwa na juhudi tu ya kwamba ya kupangana, ya kufanya. Sasa inayotokea nini unajua? Utapangana, utawekeza pale, utaweka pale, mipango pale, lakini ile turnover, ile outcomes yake mdogo mno. Yaani hailingani na vile ambavyo mtu ulivyobisi. Shida ni nini? Mungu hujamweka. Hiyo ndio shida. Kama kuna mahala unafeli kwa juhudi katika Bwana, hiyo na namba 2. Sifa ya 3, walikuwa ni waombaji. Lile kanisa walikuwa ni waombaji. Ndio maana mchana wa leo nataka nikwambie, ondoka kwenye roho ya kila wakati kuwaza kuombewa. Toka kwenye hiyo roho. Ondoka hapo. Hiyo ni panado. Panado nini? Panado kazi yake ni kupoza, lakini baada ya hapo inaendelea.
unaitamkia matamko makubwa. Kazi yako ni wewe unasimama juu ya mwili ulio nao. Una mateso, una ugonjwa kwenye mwili wako, unasimama kama wewe, unapambana kama wewe. Tokeni kwenye hiyo pando hiyo. Tuombee na sisi, tuombee, niombee. Hapana, hata kama unaweza sema ile, mchungaji naomba niombee. Sasa wakati mchungaji anaomba, wewe una relax tu, huwezi kupokea. Hata ukipokea haiwezi kaendelea muujiza. Lakini mchungaji anakuombea au nani fulani akakuombea na wewe ukaomba, mbona kitu ni rahisi mpaka kuondoka? Rahisi mno. Lakini hii niombee, tutayatoa mapepo hapa na yanasemaga na naondoka sawa, lakini namsubiria huko njiani. Kwa hiyo litatoka kwa neno ambalo tumeliamurisha, alafu linakusubiria kwenye kona. Kwa hiyo utapoa tu kidogo, baada ya hapo unarudi kama kawaida. Toka kwenye kuombewa, sema amen. Kanisa lile walikuwa ni waombaji. Ingia kwenye maombi. Nashukuru sana wazee wa kanisa na shemasa wiki hili. Nimependa kitu ambacho umekianzisha Mama Emma. Na naomba viongozi wote mwige jambo hili, jambo zuri. Walikuwa wanafanya wiki nzima hii. Kila siku ya Jumatano wanafika saa moja kabla, wanaanza kuomba. Kwa hiyo tunawakuta, tunaendeleza, maana hiyo ndiyo zamu. Wewe shemasi na wewe mzee wa kanisa, ninyi ndio wenyewe. Itengeneze, uwasheni moto. Nikazungumza habari ya kuwasha moto uliopita. Kwa hiyo chocheni kuni, na mhubiri wa siku hiyo umepangwa, chochea kuni. Kwa hiyo unakuta shemasi wazaa, unakuta mzee wa kanisa wazaa, unakuta na yule wazaa wa kuandaa mkate kwa siku hiyo au neno la Mungu, wote wakachochea moto madhabahuni. Ibada inakaa vizuri. Hebu mpigie Yesu makofi na kushukuru. Mama siku wiki ijayo, naomba Jumatano mfike mapema. Sina mama nani yule, mfike mapema, mnaanza kuomba. Na nyie wengine wote tuahidi mapema, usikae nyumbani kwako kiasala sana. Tujeni hapa. Jamani, Biblia inasema hivi, ukisoma Luka 19, Yesu akasema, kwani nyumba hii ni nyumba ya sala. Kwa hiyo tujeni kwa nyumba ya Mungu. Tukifika hapa, tukamlilia Mungu, tukaomba Mungu, tukachochea moto vizuri, pana mambo yanakaa vizuri. Sasa chocheni kwa namna hile. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 4, wale watu walikuwa jasiri katika hali zote. Hii ndiyo itakusaidia. Wewe ni mwoga mno, unataka kuanzisha biashara, unaogopa kila hasara. Unataka nikifanya hivi. Haya, kwa mfano au kina Darius hapa, kesho wanahamia juu, kuanza kujenga juu. Unakuwa mwoga kama mimi, mwoga. Ukipanda nikuta vizuri, uwezo kujenga. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, mimi tena kama hiyo imeshaniacha. Lakini jamaa anakwambia atapanda hapa na atajenga na kila kitu, na atatembea. Kuna bwana alikuwa anamwagilia hapo kwenye mechi, alikuwa anamwagilia jengo hili, jamaa anapanda juu, anatembea na mpira wake namna hii hapo.
Ujasiri. Kima mwanzo ulipanda kwa vipi? Si miguu nazi. Yaani mtu anaanza kutetemeka ni saa 6. Hakuna cha baridi. Anapata baridi ghafla. Hivi. Sasa kanisa la kwanza, wale watu walikuwa jasiri, walikuwa hawatishwi. Wewe ni mmoja mno. Kuna wakati mwingine, kuna watu Mungu anakusudia mambo makubwa kwa sababu tu ya kuchekwa, kwa sababu tu ya kuzuiwa na mwanadamu kama yeye, anakata tamaa. Kanisa la kwanza lisema inawezekana nizuie kwa mambo mengine, lakini sio katika mambo yote. Lazima ujasiri. Jijenge ujasiri. Jenga ujasiri katika maisha yako. Lazima utatoboa. Biblia inasema wazi, na wale jasiri hao ndio Mungu anawatumia. Kilichomfanya Daudi leo akawa ni mfalme, Daudi huyo, ni kwa sababu ya ujasiri. Anamuona Goliathi, ndugu zake waliyeyuka, lakini yeye akasema, kupitia jina la Bwana wa majeshi, huyu leo huyu nyama yake au mwili wake na wapa ndege wa angani. Jasiri katika kauli wa miaka 17. Kama iko Tanzania, yaani bado hatakaweza kupewa lesson ya driver. Kama Tanzania hakawezi hata kuruhusiwa kupiga kura, bado ni mtoto anaitwa, lakini akaweka ujasiri. Utajiri akaupata Daudi kwa sababu ya ujasiri. Iweni jasiri, ondokeni kwenye uoga. Utafute Mungu. Wewe ni mwoga mno. Mafungo tu ya masaa 12 tayari kuna watu wanatepeta. Alafu namtaka Mungu. Utampatia wapi Mungu? Utampatia wapi Mungu? Maombi tu ya masaa 12 yametangazwa kwa kanisa. Hadi msiwezi kwanza na matonga tumbo kwanza. Yaani kwanza tunakuwa ni vitu vingi. Halafu namtaka Yesu utembee. Unacheza. Utakuwa unaona miujiza na maajabu yanafumukia kwa wengine. Ni kitu gani ambacho wewe unakiweza? Tukitangaza mchango hapa, moyo wako unainama. Tukitangaza maombi, moyo wako unainama. Sasa wewe ni kitu gani kuimba? Kuimba, kucheza hapo, kucheza mbele za Bwana, anaweza sana. Cheza. Yaani hiyo ndio inaweza hii. Hiyo ni very minimum. Yeyote anaweza. Hata ungewasha tu vyombo pale, utapata wateja wengi watafika hapo, wanaanza kucheza. Lakini kwenye maombi hakuna wanaojiingiza kighafla. Ujasiri ndio utakupa utajiri. Utakupeleka kwenye hatima yako, kwenye maisha mazuri. Utatoka lini kwenye maisha ya ombaomba? Utatoka lini hadi uanze kujitegemea? Maana unashindwa leo, kokote unakonisikiliza wewe, kokote uliko, unashindwa kwa sababu ya kutokuwa jasiri. Wewe ni mwoga mno. Kila wakati unataka kutegemea. Hata Waswahili wa Tanzania wakasema, ategemeaye kwa nduguye wanakufa na magari. Jamani, ni mwoga jembe. Wakati wa shule ni mwoga hesabu. Siku moja nikawaambia, nilikuwa nafundisha habari jinsi ya kupata pesa. Usipende vitu virahisi. Wanafunzi ndio hapa, usipende masomo rahisi. Mimi ni Kiswahili tu, mimi ni history. Wewe
responsibilities za kiwanaume. Hata ukimaliza pale hujaajiliwa, unaweza kujiajiri mwenyewe. Yako ma-PCM, yako mahesabu, physics, biology, chemistry, yako pale. Unakuwa ni mwanasayansi ambaye umeiva. Alafu watu hawa ni keki, wanatafutwa, wanawindwa. Lakini wewe unatafuta kazi, ndio masomo yako ni Kiswahili. Utatembea shule za Shinyanga hapa, mimi nakwambia. Lakini hebu nenda hata tu pale Little Treasures pale. Binti yangu alikuwa ananiambia hatuna mwalimu wa physics. Tunahangaika mpaka wanazima anamaliza kule kuajiriwa, anakuja kama teacher, part-time teacher, mwalimu wa ziada kwa somo nyeti kama hilo la physics. Nini? Wengi walikimbia, wamekimbia. Mimi tunajua, mimi ni historia. Kwa historia ni nini? Unataka vile vitu rahisi. Kataa vitu hivyo katika jina la Yesu. Tafuta vitu vigumu. Kanyaga maji usiku wa manane, tia kwenye mpenya wako hapo. Tia maana hata watoto wako watamkie vitu vizito, wataenjoy. Hata kama wewe tayari ulishatangulia kwa Baba, watasema baba yetu, mama yetu alituacha vizuri. Mpigie Bwana Yesu makofi. Namba 5, walichukia dhambi. Walichukia dhambi. Kataa ushirika na dhambi. Kinacho kufanakanisha wewe na Mungu, nikwambie leo, ni dhambi. Ni dhambi mno. Unaiona dhambi ni tamu mno kwako, tena ya kitambo kidogo tu, majito yake ni makubwa. Dhambi madhara yake ni makubwa. Dhambi kiingia, inapiga kizazi chako wewe mpaka cha 4. Kwa sababu ya dhambi unawatesa na watu ambao hawakuwepo. Nimeona wachungaji wengi ambao wameanguka dhambini, maisha yao yamebadilika, yamekuwa ni mabaya, hujapata kuona. Anakuwa ni mtu ambaye ana utukufu mkubwa, leo hii anakuja kumaliza safari yake kama mtu aliyetupwa tu katika kichungu. Hana heshima yoyote. Kwa nini? Kwa sababu dhambi ni mbaya. Tulikufa na tunakufa leo kwa sababu ya dhambi. Dhambi inachelewesha mafanikio yako. Hata kama ulikuwa umekaribia kwenye hatima yako unakoelekea, Mungu anafanya kufuta kila kitu. Dhambi inaweza ikakuondolea thawabu yako. Umewahi jenga kanisa, Bwana akafurahi. Umewahi kufanya mikutano mikubwa, lakini dhambi ukifanya inafuta kila kitu. Unaanza moja. Dhambi ni mbaya, na ndio maana shetani anakushawishi kwa kila namna akupate, na lengo lake upoteze kila kitu. Upoteze heshima yako, familia yako isambaratike, familia yako iweweseke tu hovyo hovyo. Dhambi ikiingia kwako kama baba, hata familia yako inaharibika. Hata watoto wako hawawezi kuiendea ile njia. Ni kwa neema tu. Lakini unaweza unashangaa hata watoto heshima inaporomoka kwako automatically. Kwa nini? Kwa sababu dhambi inafananishwa kama bahari iliyochafuka. Kwa hiyo dhambi ukiruhusu, hata kama ulikuwa unakwenda vizuri, unashangaa kama ni kwenye chemchemi za maji yanakatika
Dhambi ni mbaya. Wale watu walichukia dhambi. Ni afadhali na wewe uchukiwe kwa sababu ya wewe kutokuwa mkereketo wa dhambi. Usilee dhambi kamwe. Usiweke pamoja na wale watenda dhambi wala hujafanya wewe. Ukisoma ile Ufunuo inasema waulipia, anasema hivi, na yaona matendo yako yako vizuri, tena wewe ni mvumilivu sana, lakini na neno moja juu yako, wamridhia yule mwanamke yule Yezebeli, unakubaliana naye, unaendana pamoja naye, lakini matendo yako ni mazuri na sifa yako ni nzuri. Nikitaja Ufunuo nikasema hivi, lakini wewe unamridhia, yaani unaambatana naye yule Yezebeli, mchawi, mzinzi mkubwa, unamfichia mambo yake. Kwa sababu hiyo nakupa muda utubu. Usipotubu inakuja hukumu, inakuja juu yako. Dhambi ni mbaya. Chukieni dhambi. Hiyo ndio inakuchelewesha kufika kwenye maisha mazuri. Dhambi inakufuta nyuma. Dhambi inakufanya usimame. Wana wa Israeli, safari yao ilikuwa ni ya siku 11 tu kutoka Misri kwenda Kanaani. Lakini leo hii ni 40 years wako barabara, wanahangaika, mianga ni mingi kwa sababu ya dhambi. Waliondoka watu wengi hivi, wana theolojia wanasema kama 2,000,000 mpaka 6,000,000, lakini walioweza kuingia Kanaani ni watu wawili, yaani Joshua pamoja na Kalebu. Wengine wote wakafia dhambi, wakafia njia kwa sababu ya dhambi. Iache dhambi. Vyovyote ambavyo inaweza kusemekana na kuonekana tamu kama nini, lakini hii nimezuia spidi yake ya mafanikio. Iache dhambi. Hiyo ndiyo leo iliwaharibu watu wengi. Kuna watu leo walikuwa ni watu ambao wana ndoto njema, tena wana Mungu vizuri na wanaelekea vizuri, lakini baada ya kuingiza dhambi mambo yaliharibika kabisa. All things falling apart. Vitu vyote vikavurugika kwa sababu ya dhambi. Ikatae dhambi katika jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu Kristo. Hizi ndio sifa za kanisa la kwanza. Tukitaka tutembee na Mungu na tufike kwenye hatima zetu, ni lazima tuwe na upendo, lazima tuwe na juhudi katika mambo yote, mambo ya Mungu na juu ya mambo yetu tuwe na juhudi pia. Lakini pia lazima tuwe waombaji, tuamkeni usiku wa manane, tuharibu kila nguvu ambazo zinakuja kushambulia. Kuna wakati mwingine shetani kwa kuona kwamba unaenda vizuri, anaanza kutengeneza namna ya kuangusha. Anaweza kutengeneza skendo hata kama ni kazi. Anaweza kutengeneza skendo mahali popote pale. Biblia inasema wakati wa Danieli wakatafuta namna gani waweze kumbambika kesi skendo kwenye ofisi. Na kwa vile alikuwa na Mungu, wakatafuta, wakafanya wanayoweza kufanya, lakini ilishindikana. Jina la Yesu litukuzwe sana. Wewe uliokuwa tayari wanaweza kutafuta skendo ya aina yoyote, lakini hawawezi kukupata katika jina. Piga Yesu makofi na vigelegele. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Watatafuta skendo lakini hawawezi kuipata. Kitabu cha Matendo ya Mitume 8 na ule mstari wa 5 nimalizia hapo. Nitasoma Matendo ya Mitume sura ya 8 na ule mstari wa 5. Neno la Mungu linasema, Filipo akateremka akaingia mji wa Samaria,
akawahubiri Kristo. Na makutano kwa nia moja wakasikiliza maneno yale yaliyosemwa na Filipo. Sawa. Walipowasikia na kuziona ishara alizokuwa akizifanya. Sawa. Kwa maana pepo wachafu wakatoka wengi waliopagawa nao. Ndio. Wakilia kwa sauti kuu. Ndio. Na watu wengi waliopooza na viwete wakaponywa. Sawa. Na mtu mmoja jina lake Simoni hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji ule. Sawa. Akiwashangaza watu wa taifa la Wasamaria. Ndio. Akisema ya kuwa yeye ni mtu mkubwa. Ndio. Wote wakamsikiliza, tangu mdogo hata mkubwa. Ndio. Wakisema, mtu huyu ni uwezo wa Mungu. Sawa. Ule mkuu. Wakamsikiliza kwa maana amewashangaza muda mwingi kwa uchawi wake. Ndio. Lakini alipomwamini Filipo, ndio, akizihubiri habari njema za ufalme wa Mungu, ndio, na jina lake Yesu Kristo, wakabatizwa wanaume na wanawake. Mstari wa 13. Inatosha hapo. Nisikilize napoenda kumalizia. Kizazi cha leo kinahitaji ishara. Jamani, kinahitaji nini? Ili kije kwa Yesu. Ishara na ajabu ni hizi, hata juu ya maisha yako wewe. Ukienda kumshuhudia, anataka pia kuona na wewe. Ndiyo maana kuchallenge, hata kusema tu actually, unamshuhudia unaweka actually. Anaanza kumbe shule jamani liko. Of course. Kuliendea leo jamaa kabisa, umevaa malapa, unaishuhudia habari za huyu Yesu. Hiyo limechaguliwa moja kwa moja. Lakini pamoja na kwamba watu wataokoka, lakini challenge zitakuwa ni nyingi mno kwako. Yatasema kama yeye anahubiri kwamba Yesu anabariki, bora yeye maisha ni hayo. Ndio maana walitusaidia sana wataalamu, wakatuletea viatu, tunafunika magwambara yale. Sasa unaenda na malapa hayo, ninakuangalia kutoka kichwani mpaka kwenye miguu, na wewe imechanika mpaka hata kunguri anaweza akapenya kaingia kaburi. Ndio maana tunamwambia unapoenda kushuhudia, vaa vizuri. Mnaita nini vijana hivi? Kuna kutoka msemo alikuwa anasema kina Dr. Babi. Nini? Ni lenta. Funga lenta. Wewe ni kijana, funga lenta. Tafuta suti nzuri, tafuta nguo nzuri. Na mimi nawaambieni, wanawake, vaeni vizuri. Acheni maukole ya kishamba ya kizamani hayo. Manguo yale yale manguo gani yale ya kuteremka moja kwa moja mpaka ana madera. Suka vizuri, weka heli zako vizuri. Jamani, amen. Tena vitu vya ajabu. Eti kuna watu leo waliaminiana hivi mpaka hata kupaka mafuta ni dhambi. Kupaka mafuta. Kupaka mafuta. Kuna watu kabisa ni hivi. Nunua mafuta ya bei nzuri kubwa. Nunua malashi mazuri. Hata unakutana na mtu anajua nimekutana na binadamu, sio kondoo.
mama, kwa umri ambao tumefikia kwenye umri wa hamsini huu ni umri wa kutafuta huku tunakula. Wakina Anthony hawa bado hawajaanza kuishi, wanatafuta ili baadaye aje aanze kuishi. Sasa ndugu yangu, wewe leo bado unasema natafuta, na kinyima na kipenga chaweza kupigwa wakati wowote. Ndio nini? Ukishalianzisha tu la kwako pale, anza kutafuta huku unakula. Maana yake tu budgeted, yani huwezi kuvaa vizuri, maana natafuta karo ya hivi, tunagawana nakata karo kwa watoto, lakini pia nikaulizie nguo nzuri. Hii suti shingapi? Maana yake unakula huku unatafuta, unasomesha huku na hii ya kugeukaga tu kwamba pana mimi na wasukuma tu waende wengine nawashuhudia hao, anamaliza kuwasukuma watoto waende na umri wake na umeshaenda, anaondoka na kuondoka. Sasa ulizaliwa duniani kuona mateso? Hapana. Kwani wewe alikutengenezea nani? Mbona umejipushi mwenyewe mpaka umekuwa na nguvu ya kuwapushi wengine? Kwa lazima utumie akili. Mpigie Yesu makofi na maana watoto wako shule. Wewe alikujengea nani? Tutabanana hivyo huku unajenga, huku wanaenda shule. Vikigoma tunasimama pamoja. Vikitokea tunagawa. Kaujenzi bwana gari ya zinjoni jengee na matofali 200 hapa, na wewe mtoto nenda shule. Amen. Hiyo siku ya mnada tunakwenda kuangalia ngozi. Hayo ndio maisha hayo. Mema imani sina mnayatoka wapi hiyo kusuka ni dhambi? Natoka alipokuwa anazungumza Petro vile, alikuwa na upoa au Petro alikuwa kuzungumza. Alikuwa anamaanisha kujipamba kwenu. Maana yake akili yote na ufahamu wote usiishie kwenye kujipamba peke yake. Hapo mambo ya Mungu mkayaacha. Maana kujipamba kwako hakuwezi kukusaidia au hakuwezi kukupatia tiketi ya wewe kwenda mbinguni. Cha kwanza ni tiketi. Kwa hiyo maana yake nini? Unapokuwa unavaa nguo nzuri, hakikisha pia na mambo ya Mungu usiache kutoa mchango kanisani, kujenga hekalu, halafu ukakubali kujitwisha ni mzigo la 80,000 kichwani. Hawa kina mama hawa. Wao wanajitwisha ni 80,000, 200,000, kingapi kichwani. Alafu kwenye michango mimi sina, wanajitwisha. Hii haiko sawa hiyo. Lakini jitwishe 80,000. Tukifika kanisani, unasemaje mzee kanisa mzee katoto? Na budai mifuko 4. Okay, cha dia. Pigia Yesu makofi na pekee. Come on, hallelujah. Come on, hallelujah. Hiyo ndio injili. Tunakataza dhambi, lakini tunataka watu mvae vizuri. Vaa vizuri. Hata ukifika na mwambia Yesu kwamba Yesu ni mwema, anakutafakari. Ni hivi. Ukisoma ile ngapi ile? Tusome ile ngapi ile 22-29. Inaeleza wamuona mtu mwenye bidii, yeye atakaa pamoja na watu wenye cheo. Mithali 22:29. Unamuona mtu mwenye bidii, yeye atakaa pamoja na watu wakuu wa nchi. Kwa namna unavyovaa, unafikiri utapata nafasi za kumsogea rais wewe? Hata Mungu. Hata nani? Lakini ukiweka pamba vizuri,
kauli mbiu ya kanisa letu. Mambo manne. Jambo la kwanza, jambo gani? Rudi huko kabisa. Kauli mbiu, mambo manne. Jambo la kwanza, kudumu katika nini? Namba 2, kudumu katika nini? Namba 3, kudumu katika nini? Namba 4, kudumu katika nini? Hayo mambo manne hayo ni fursa yako ya kukufikisha unakotaka kwenda. Gari imo kwenye mambo manne hayo. Wewe dumu kwenye fundisho, wewe dumu katika fellowship, wewe dumu katika kumega mkate, kudadafua neno la Mungu, wewe dumu katika maombi. Hayo manne hayo yanakupa gari. Kwa sababu hii Biblia hii ni kanuni ya kiuchumi. Hii inakuelekeza, inasema hivi, wamuona mtu mwenye bidii siataketishwa na wakuu. Kwa hiyo maana inakuelekeza, ili mimi niweze kukaa pamoja na wenye cheo, na mimi nipate heshima kama walivyo na heshima wengine, nijipitishe kwenye mambo yangu. Tayari kubadilika. Kama ni mwanafunzi, jipitishe. Kama ni kwenye kazi, jipitishe. Ni hivi utafanikiwa. Amen. Ni lazima utafanikiwa. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa kusudi hili watumishi wa Mungu tuliingizwa mwaka 2025 ili tumletee Mungu watoto, tumposee huyu Yesu Kristo bikira safi, na kila mtu na watuma tena leo, endeni mkashuhudie.